Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Nywele au japo kasuka vile vile طيب kutoka mpapa. طيب اتفق العلماء على أن ضفائر المرأة لا تفك في الغسل من الجنابة وإنما تفك في الغسل من الحيض أو النفاس. Maulama wanakubaliana wote ya kwamba katika tohara, kujitoharisha kutokana na ada ya mwezi au nifasi, mwanamke hatakiwi, halazimiki afwan, katika hedhi na nifasi analazimika kufumua zile nywele. Manake naam, analazimika kufumua zile nywele. Amma fil ghusl al janabati, ama katika kukosha janaba, mwanamke hatakiwi, maana halazimiki kufumua zile nywele. Na hii ni katika mimbabi taisiri fi sharia, ni katika kufanya wepesi katika sheria, kwa sababu janaba inaweza kupatikana zaidi ya mara moja, pengine katika siku, acha mbali katika wiki au mwezi. Inawezekana zaidi ya mara moja janaba likapatikana, sababu tendo la ndoa linalofanyika au katika hali nyingine mfano wa hizo. Lakini inawezekana pia kwamba upande wa ada ya mwezi au nifasi ni hadathi, ni matukio ambayo hajikariri mara nyingi. Katika mwezi ni mara moja inatokezea, josho moja tu, hakuna zaidi ya hilo, pengine au mara mbili ikitokezea kwa bahati nyingine. Lakini na nifasi pia si kila siku wala si kila mwezi, pengine miaka miwili, mwaka mmoja na kidogo, miaka mitatu au zaidi ya hapo. Kwa hivyo huko kuna wepesi zaidi, ndio maana akaamrishwa kwamba afumue nywele hizo katika kukosha tohara hizo mbili. Na hili la janaba inakuwa si lazima kufumua nywele zake, wala hatakiwi hasa kufanya hivyo. Wallahu ta'ala. Muhimu kwa kufanikisha mambo, maji nafika katika kichwa kwa kumwagia maji mengi zaidi katika kichwa chake ili yafike maeneo ya ndani zaidi. Wallahu ta'ala. Yafike kwenye ngozi. Naam.